Wakizungumza baada ya kutangazwa kwa uamuzi huo, wananchi hao wamesema kuwa hatua hiyo ni ya haki na inaonyesha fursa kwa kila raia mwenye sifa ya kupiga kura kushiriki mchakato wa kidemokrasia bila vikwazo visivyo vya lazima. Kwa mfano, kama mimi hapa nimepoteza, ni kama miezi mitatu iliyopita nimepoteza kitambulisho changu. Nilijua haki yangu ya kimsingi imepotea, lakini sasa hivi nimefarijika na naona kabisa naenda kupiga kura. Na pengine kwa kauli hii ya INEC inatupelekea mimi na pengine na Watanzania wengine wengi ambao wamepoteza vitambulisho vyao wanaenda kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa kutumia kitambulisho chochote kilichoelekezwa cha, kama una leseni au kama una kitambulisho cha NIDA ambacho kina majina yale yale waliojiandikisha kupiga kura. Kwa hiyo hili limenivutia kwa kiasi kikubwa, na pengine na mimi niwashukuru INEC kwa kutoa wito huu kupelekea na sisi tunaenda kupiga kura kwa tuliopoteza vitambulisho. Taarifa hii nimeipokea na nashukuru kwamba hiyo tume imetoa kwamba hata kama huna hicho kitambulisho, kupitia leseni na vitambulisho vingine unaweza pia ukaenda kupiga kura. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo. Najua nitaenda kupiga kura, nitaenda kufanya uchaguzi. Ingeniasi sana kwa sababu napenda pia kushiriki katika uchaguzi. Ni mambo ambayo nayapenda. Kwa hiyo ningekuwa nimekosa ile haki ambayo ningeenda kuchagua mgombea ambao mimi nampenda katika labda kata yangu au mkoa au vile wilaya, ningejisikia vibaya sijachagua mgombea ambao mimi nampenda katika maendeleo. Uamuzi huo ulitangazwa rasmi na msimamizi wa uchaguzi wa majimbo ya Mbeya mjini na Uyole, Bi Anameli Joseph, aliyebainisha kuwa tume imeweka utaratibu huo ili kuhakikisha wananchi wote waliojiandikisha na wana vitambulisho halali wanapata haki yao ya msingi ya kupiga kura. Kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: moja, mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Pili, orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Na ni muhimu sana siku ya uchaguzi na ni lazima kila mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Lakini kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakayowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kutoka hapa mkoani Mbeya, Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.